ya kwamba tulimpokea Bwana, basi anataka katika ile kumpokea tuenende katika njia alizotutengenezea tanzia mwanzo. Haleluya. Basi jiulize, njia alizotutanzia kutoka mwanzo ni gani? Ukitaka hizo, tafuta matokeo ama tabia ya Roho Mtakatifu wa Mungu. Haleluya. Basi na akatusaidie ama akakusaidie tukatembee katika kusudi lake. Haleluya. Isikuwe tu sasa tumeokoka kwa neema. Every game has rules. Hallelujah. Yeah. Every game has rules. Tenda sana. Every game has rules. Tusiruke tu mpaka nake neema. Soma wa Galatia kuna venye nasema ya kwamba Baba alikuja kutuweka huru, sije tukarudi katika wale utumwa. Shuka chini yake nasema, bali katika lile huru alilotupa sije tukalitumia kwa ajili ya faida ya mwili, bali tukatembea katika njia ambazo alitengenezea tokea awali mwanzo. Tito 3:4. Tumeona kuwa yeye aliyeunganishwa ama aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye, tu roho moja na Kristo. Hatuna tofauti. Tumemwamini Kristo, tumefananishwa naye, tu pamoja naye, tunaketishwa naye, tunarithi pamoja naye. Haleluya. Tito 3:4-6. Tito 3. Wangapi wamepata Tito? Digital, wale watu wa digitali mumefika? Wanasema mbele ni Nebukadneza. Ndio hizo. Sikia watumishi wanawaambia mali yuko shortcut. Haya. Ukiwa mbele ya Timotheo wa pili, before ufike kwa Filemoni. Unajua wale wanawaambia hivyo wako kwa digital na wako kwa hiyo nyingine ya karatasi. Lakini wamekumbatia hii yako ya digitali. Ile siku sijui ikizama kama simu yangu venye lizama juzi, utatumia gani? Tito 3:4-6. Kuanzia mstari wa 4. Lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa alituokoa, si kwa sababu ya matendo ya haki. Alituokoa, wema wake Mungu. Lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ilipofunuliwa. Ilifunuliwa kwa njia gani? Kwa njia ya Kristo Yesu. Haleluya. Endelea. Anasema alituokoa. Yeah. Si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyotenda sisi. Yeah. Bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa, kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu, ambaye alitumwagia kwa wingi kwa njia ya Yesu Kristo Mwokozi wetu. Haleluya. Haleluya kanisa. Amen. Wow. Kumbe Biblia huwa inajisema tu. Haleluya. Na kitambo tulikuwa tunasema ati utii utafundisha Sunday, alafu nakaa unatafuta ufunuo. Haleluya. Huwezi kuwa na ingine tofauti na ile Paulo alituma alimaanisha alipoandika. Hakuna siku. Ikiwa tutachukua hiyo dhana ambayo dini na watu wengine ambao hawataki kufanya Bible studies wamefanya, ama wale ambao hawataki kusongelea, wale ambao tayari wamepata ile neema ya kulijua kweli lile, wakakufundishe, hakuna jinsi ambavyo utakaojua. Haleluya. Ulikuwa nasoma hapa, unatafuta kichwa ya ujumbe, unapata na Biblia is very funny. Hii kitabu naifananishanga na huwa naifananisha na kichako. Ukiingia ndani kuna kila aina ya mti. Haleluya. But unahitaji mtu kukuambia hii ni ndimu, hii si chungwa. Haleluya. Yeah. Ndani ya Biblia kuna vitu tofauti. Utakimbilizana na kitu kingine hapa na rukango kwa fence ukifikiria unakimbiza squirrel. Kumbe hiyo sio squirrel, ni kitu kama hiyo. Get the person who knows the actual face of a squirrel to show you this is a squirrel. Shida ni watumishi wengine wameamua kupurupuka na Biblia. Haleluya. Anaruka hapa, akifika pale amepata ujumbe wake tofauti na kile Paulo alitaka kupitishia kanisa. Haleluya. Wameona Biblia nyingine.
Na mara nyingi nimejiuliza kwa nini hii kitabu, wale ambao mlisoma set book inakuanga na, how do you call it, kale kwa kitabu kadogo hivi, the guide. Set book inakuwa na kitabu kingine ya kukusaidia kuelewa. Biblia haina kitu inaitwa set book, lakini inahitaji study kupitia wale ambao wamekwisha faulu kufahamu. Haleluya. Manake ukiishi na kile Petro alisema kuhusu Roho Mtakatifu na ukose kutafuta kile Paulo alisema kuhusu Roho Mtakatifu na lugha na kunena na kujazwa, ukibaki na cha Petro utabaki na unabii iliyotolewa. Haleluya. Manake pakubwa Petro anapeana kitu na elezi. Haleluya. In fact anamaliza akisema na wakanena kadri jinsi ambavyo Roho Mtakatifu aliwawezesha. Hapo ndio watu wengi wameweka dhana ya kwamba kuomba kwa roho hakustahili. Haleluya. Ila ukirudi kutafuta Paulo akifundisha, anasema nenaye kwa lugha na nena na Baba. Haleluya. Kila nasema hata akili zake hazifahamu. Haneni na mtu, ananena na nani? Mungu. Alafu mtu anakuambia ati kile wale walinena ilisikika, manake hajapata kufundishika. Haleluya. Lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na pendo wake kwa wanadamu ilifunuliwa kwa njia ya Kristo. Kristo alipofufuka alituokoa. Kristo alituokoa. Wokovu wa Kristo tulipata baada ya kufufuka kwake. Haleluya. Kristo anaokoa wanadamu, anaokoa ulimwengu, anakuwa Mwokozi baada ya kufufuka, sio kabla. Baada ya kufufuka ndio Kristo anakuwa Mwokozi. Hapo ndipo anapata mamlaka juu ya kila kitu. Si kwa sababu ya matendo ya haki. Haleluya. Hatukutenda chochote kizuri. In fact, the Bible is so clear ya kwamba hata wakati bado tulikuwa waovu, Kristo alitukufia. Haleluya. Hakungoja tukue wazuri halafu akufe ili atuokoe. Aliona kila ambacho tulikuwa ndani, hakukuwa na njia nyingine ya kutoka. Basi kilichokuwa sawa ni yeye akuje afe, achukue ile gharama ya dhambi ambayo ilikuwa ni mauti, atupe uzima uliokuwa ndani yake. Haleluya. Basi lile uzima tunalipokea tukimwamini Kristo na lile kazi alilolifanya. Haleluya. Hatulipokei kwa kutembea ukiwa umejifinyilia, ukionyesha wewe ni mpole mtulivu. Haleluya. Anayehubiri wokovu wa matendo unapoteza muda, manake hata wewe unayehubiri umeshindwa. Haleluya. Mwanadamu anang'ang'ana katika wokovu wa matendo, lakini ukweli ni kuwa hata yeye ameshindwa. Haleluya. Unaona mtu, niliwaambia last time nikiwa hapa ya kwamba muamini maisha yako inafaa uzingatie maandiko. Haleluya. Na maandiko kuna jinsi ambavyo inatuguide katika mambo mengi, mpaka jinsi ambavyo tunavaa. Lakini kuna mwingine akishachagua venye amechagua, unapata mtu ambaye ako na hasira. Wacha nitumie hasira. Haleluya. Hasira yake inawaka kama moto. Lakini akiona yule ambaye amevaa kivingine, ananyosha kidole akisema tazama jinsi amevaa. Haleluya. Hana sawa ya kwamba na yeye anastahili kushughulikia hasira yake. Haleluya. Mwepesi wa kunyosha vidole. Hatukuokolewa manake tulitenda kitu kizuri, bali kwa pendo la Mungu hata wakati tulikuwa waovu alikuchagua. Hakutupenda manake tulimupenda, bali alitupenda kwanza. Haleluya. Ili nasi tukipokea lile pendo la Kristo na basi tupe. You cannot give what you don't have. Haleluya. Jinsi tu katika mambo ya mwili, nikiitisha mtumishi wa Mungu
Margaret, 1 million. Will you give me? Manake hana. Lakini nikikutisha 10 bob utanipea, si ndio? Because she has it. Hivyo ndivyo jinsi ilivyo. Ikiwa una pendo la Baba ndani yako, you will offer that. Hallelujah. Kama hauna. Na ukingangana kupeana, it is hypocrisy. In the next 10 minutes hata utashindwa ilikuwa wapi. Yeah. Utashindwa ilikuwa wapi. Utaitafuta. Hallelujah. Because you can't access it anymore. You did not have it. Ulikuwa unajaribu kujimodify. Hallelujah. Unajaribu kupenda. Kupenda ndio ngumu. Kwa rehema, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa, kwa kuzaliwa kwa upili. Haleluya. Rehema ya Mungu ilitusaidia kwa njia gani? Rehema ni pale ambapo tulistahili kupokea ghadhabu. Haleluya. Tulistahili ghadhabu ambayo ilikuwa ni mauti, lakini Kristo akaifanya kwa ajili yetu, akaichukua kwa ajili yetu. Wakati hatukustahili, tulistahili kufa, lakini akaturegesha. Haleluya. Imbaji akasema, njoo nikuregeshe kile ulikipoteza. Kama ni amani, inapatikana kwa Kristo. Haleluya. Amani alilopoteza Adamu ni kutoka kwa uwepo wa Mungu. Haleluya. Pendo alilopoteza Adamu ni kutoka kwa uwepo wa Mungu. Kaini akafanya the same. Leo hii Kristo alikuja aturejeshe pale. Haleluya. Na alikuja aturejeshe kwa njia ya imani, sio katika njia ya matendo. Haleluya. Kwa njia ya imani. Ukingoja ya matendo, hata kirudi round 2. Haleluya. Hata rudi tu round 2. Na aseme, wacha nifanye upya angalau muone, na peane demo. Si alipeana? Si wengi walishinda? Mafarisayo ambao bado wako mpaka leo hii, bado wanakana tu, wanapinga tu. Haleluya. Hata licha ya kuambia kanisa hili nitalibomoa, lakini kwa siku ya 3 nitafanya nini? Hawakuamini. Manake nimejificha. Haleluya. Na kuzaliwa, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa na kuzaliwa kwa pili, mteule ama muamini wa Mungu, muamini katika Kristo amezaliwa upya. Haleluya. Ya kale yamepita, tazama ni mambo mapya. Historia ya muamini haihesabiwi kurudi nyuma machoni pa Mungu. Haleluya. Wanadamu wana uwezo wa kuhesabu wakirudi nyuma, lakini Mungu anahesabu ya kwamba kutoka leo huu ni mwanangu. Haleluya. Ya kale yamepita, yamesaulika. Anasema sitayakumbuka tena, nimeyaweka mbali nawe, jinsi mashariki ilivyo mbali na magharibi. Haleluya. Siyakumbuki tena, siyahesabu tena. Umefanyika kiumbe kipya, kitu ambacho hakijawahi onekana duniani. Haleluya. You are special. Ndugu Samuel, karibu. You are special. Na you being special, ama you being special is just simply because ulikubali kumwamini nani? Kristo. Kumbe ukiamini Kristo unakuwa special. Ukikataa kuamini Kristo unabaki yule yule. Haleluya. Regardless ya mali utakayokuwa nayo. By the way, mali, kuwa tajiri, I think sio lazima mjue Mungu. Haleluya. Yeah. Kuwa tajiri sio lazima mjue Mungu, lakini heri tajiri amjuae Mungu, manake katika kumjua Mungu ama kumwamini Bwana atatawala na hekima ya mbingu. Haleluya. Manake tajiri asiyemjua Mungu, maskini aliyemwamini Mungu ni bora kwake mara 100 sana. Lakini watu wanakurupuka na injili nyingine ya kwamba tajiri atafanya nini? Hafai kuingia aje? Wewe ni maskini, hata kanisani uwendi. Haleluya. Kutii tu sauti ya Bwana, the very simple message ya kwamba msipuuze kukusanyika, mkirekebishana kadri na masaa na masiku zinavyosonga. Haleluya. Na umaskini wako umekaa
Tajiri amemwamini Bwana, asubuhi ameingia kanisani, jioni anatembea akienda huku na huku. Kila siku anamwabudu Bwana katika roho, ambako ndiko njia ya kweli kuabudu. Alafu namkatia kauli ya kwamba hivi mbinguni. Wewe na yeye. Tajiri ataingia, sijui kama ngamia kwa tundu la shindano. No! Kinachokuwa hii kitu mnaita nini? Kinachokuwa ngamia kwa tundu la shindano ni kutoamini. Haleluya. Umekataa kuamini, hauwezi toshea. Haleluya. Amini utoshe. Tajiri ameamini hatatoshea. Maskini alikataa kuamini, na wewe mtamba wako hauingii. Atapita. Utakuja ambiwa hata wale wanono bingwa kuna watatoshea. Haleluya. Tutatoshea. Amen. Baba, I hope nimefika mwisho. Nimefika mwisho. Haleluya. Ukikutana na tajiri mwambie amini Kristo ende mbingu, achana na wanaokuita ngamia, utatoshea. Utatoshea. Amini Injili, kubali kubatizika. Hawaendi mbinguni. Hata mwingine nilikuwa naye jana kwa gari akiongea maneno ya tajiri. By the siku hizi I think ni Mungu ananisaidia, manake siku hizi kuna kitu naweza sema instead niongee na nyamaza kimya, alafu naanza kutafakari pole pole. Na nikipata nafasi nitaanza kueleza vizuri. Haleluya. Kuna mtu ambaye tulikuwa tunapenda kujadili mambo ya Biblia. Injili ya neema ilipoanza kukuja kwangu pole pole, by the way nilianza kujifunza haya mambo before nirudi hapa. Haleluya. Nilikuwa naendaga kwa mchungaji wakati mwingine kwa kusikiza vitu zingine na kupata mwelekezo. Nilipoanza kupata injili ya kweli na nikagundua yule ni Myahudi. Haleluya. Anakaa hapa Kenya. Tunafanya naye. Haleluya. Nikagundua huyu ni Myahudi. Anabebana. Haleluya. Anasema sikukuu ya kupanda. Sikukuu ya kuna sikukuu fulani hapa kuhusu mimea, mbegu hii. Sikukuu ya mavuno. Haleluya. Sikukuu ya mavuno. Unapata? Na nikakuja kugundua ndio maana huyu mtu akienda kununua mbegu ananunua mahindi. Sijaisikia akiuliza bei ya maragwe. Myahudi mwenye anaishi Western, anaishi Nyanza, anaishi huko Kinamati Ukisii. Myahudi, surely Myahudi. Watakuwa kama Cohen. Haleluya. Myahudi, surely. Musa akinena sikukuu ya mavuno alikuwa ananena kila ambacho tunaenda kukifanya leo. Haleluya. Tunaenda kuleta watu katika utukufu wa Bwana. Tunawaleta katika injili iliyo ya kweli ya Kristo. Haleluya. Hatupambani katika hekima yetu. Haleluya. Tunamwambia Kristo alikufa, anakupenda, njoo. Mama karibu. Njoo. Usianze kuangalia ati nililewa, mimi sijui na kanga hapa. Wewe njoo. Ukisha kuja kwake atashughulikia mengine. Haleluya. Lakini unaanza kusema Myahudi. Makanisa yamejaa Wayahudi. Ukiona wamevaa kanzu walitoa huko. Desturi za huko. Wao ukiwa hivi wanaona ni kama ujielewi. Haleluya. Wapiga neno. Ukiwapeleka left wanarudi right. Kijaribu right mali wanataka wanaruka left. The next thing wanatoka nje. Wow. By the zoea, unaona ile muda mnatumia kwa TikTok na hii kitu Facebook, ingine ni WhatsApp. Si mbaya. Lakini zoea kusikiza. Sisi tunafundishana injili ya neema ya Kristo, pendo la Mungu kupitia Yesu. Basi enda hapo kwa YouTube, jaribu kutafuta watumishi ambao wanafundisha hii. Nayo ukikutana nao, shirikisha baba yetu katika safari ya imani, akusaidie kujua huyo mtu. Maana yake usipojua haraka utaendelea kumsikiza, lakini kuna mahali atapotoka na upotoke na injili. Unamwambia nimepata fulani ako hivi na hivi, atakuelekeza kwamba sikiza. Tuache kwa Wayahudi. Tumwamini Kristo. Katika kumwamini Kristo ambako sisi tumeamini,
Yule ambaye hajaamini amwamini Kristo apokee uzima wa milele. Haleluya. Akubali kubatizika, if that's a Kiswahili language. Kubali kuzamishwa katika neno. Ukishazamishwa katika neno, umelipokea uzima wa milele, uwe tajiri, uwe maskini. Haleluya. Wacheni kuvunja tajiri moyo, alafu mnatia maskini moyo zaidi ya kwamba ufalme wa Mungu ni wake. Haleluya. Na anakaa tu hapa na ngoja kuingia ufalme wa Mungu. Waingi ngo. Hiyo ni kupapaswa maskini. We can't be that. Haleluya. Tutaingia na utajiri. Haleluya. Kama ni Lexus unataka, Lexus second hand ni 38 million. First hand sijui ni pesa ngapi. Kuna the modern ya saa second ni 38 million. Ile imetumika ng'ambo na wazungu ikapita mileage yao. Wewe endesha tu, enda ubiri Yesu. Ikifika kupumzika, Kristo anasema hata ikiwa wamekufa lakini wanaishi. Haleluya. Ni kuondoka, umeondoka katika mwili huu, lakini umefika mahali salama, mahali ambapo uliwekwa milele. Haleluya. Acha kutishwa hapa na kutembea miguu. Unahangaika na nyeshewa, umechoka, mtu anakuambia ufalme wa Mungu ni wako. Wa nani? Nani aliwaambia Mungu ndiye anataka vitu mpofu? Imeenda nje kabisa. 1 Corinthians 6:11. Gonja Matthew, usinishike tafadhali. Enda nje. Matthew, chukua ya kwako. Ile nataka yako ni ya kuomba masaa marefu. Hii ya kupotoka maana. Ile napokea kwako ni kuomba masaa marefu. Hii nyingine Wakorintho wa kwanza 6:11. Wakorintho wa kwanza 6:11. Anasema na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii. Wow. Lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa, lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo. Wow. Na katika roho wa Mungu wetu. Haleluya. Na baadhi yenu, yani baadhi yetu, tulikuwa watu wa namna hiyo. Namna gani? Ile ya kitambo. Haleluya. Lakini anatuambia nini? Lakini mlioshwa. Sema nimeoshwa. Lakini mlitakaswa. Sema nimetakaswa. Lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana. Sema nimehesabiwa haki katika jina la Bwana. Haleluya. Hiyo ndio uhalisia wetu. Hatuna ingine. Wacha kutafuta ingine. Niliwahi kuambia nikiwa kwa mkesha, nikiwa hapa juu, kile Mungu hakusema juu yako wachana nayo. Chukua kila alisema. Alisema nilioshwa, nimehesabiwa haki, na nimetakaswa. Nimetengwa ni kwa ajili ya kusudi maalum. Haleluya. Kazi ya Bwana tufaa. Hiyo ndio tumetengewa. Basi tutakapotoka saa 8, kama umetengwa kweli, tutengane tuwe. Hapa ndio tutajiona kwanza tena. Kama hakika umetengwa ni kwa ajili ya kusudi maalum ambayo ni kazi ya Kristo, kueneza injili, enendeni. Basi tunaenda. Haleluya. Unajua kuna kitu inanishangaza. Mtu atakimbia aende kazi amechelewa, nikiwa mmoja wao. Haleluya. Mtu atakimbia aende chama. Haleluya. Asipigwe fine. Lakini hiyo ingine baba ni wapendo, amejaa pendo. Pendo linafurika. Hiyo ingine by the way, tuendeni tueneze injili. Usikuwe na excuse, narudia. Niko na mkate pale na maziwa. Magia atapika kupe kikombe for 2 hours. I think itakuwa imekusustain, alafu twende tufanye mengine nyumbani. Haleluya. Twende tueneze injili. Na ukifika pale, don't offload what you cannot chew. Haleluya. Enda pole. Usiseme kile kitu huwezi eleza, itafanya ukue blackout. Haleluya. Na ukiona mwenzako
kama kidogo, manake tutakuwa kwa group tunasaidia tunafikisha injili, manake si tu roho moja. Haleluya. Roho Bwana yu ndani yetu, tembea katika pendo. Haleluya, glory to God. Amen. Andika tumehesabiwa haki. Tumehesabiwa haki. Hii sio kazi ya hisia tu, sio kuhisi tu. Si ati unahisi tu, ati mimi nina feel tu nimehesabiwa haki. Haki bali nimekaa na feel tu nimehesabiwa haki. Walisia ni kuwa umehesabiwa haki. Hiyo ndio sauti ya Bwana. Na uhalisia wa ubatizo ambao ni kuoshwa kwa Roho. Tumehesabiwa haki. Hii sio kazi ya hisia tu, ni uhalisia wa ubatizo au kuoshwa kwa Roho. Haleluya. Tunaposikia injili na tukaamini, tunabatizwa na Roho. Tunaposikia injili na kuliamini, tunabatizwa na Roho. Injili ya matendo ambayo watu wananenewa kila wakati imefanya watu wengi hata wamejitenga na kusanyiko la wateule. Haleluya. Manake anaona leo nimekosea, the same problem nimefanya kesho kutwa, alafu anasema sifai. Haleluya. Manake ni kitu ambacho kimewekwa pale. Kubali kuwa haki uliyohesabiwa na Bwana haikutokana na kazi ulilolifanya, lilitokana na pendo lake. Ni kwa neema, haukustahili. Haleluya. Bali alikuneemesha, alikupa hiyo nafasi, alitupa hiyo nafasi. Sio kwamba tulistahili kuwa pale. Wakati wowote unajipata kwa njia ngumu, kubali kumtazama Bwana, manake ametayarisha lango la wewe kutokea. Haleluya. Na ukitoka katika lile lango ambalo Bwana ametayarisha, utakuwa umetoka katika njia ndani ya kusudi la Bwana. Haleluya. Lakini ukitoka katika mawazo yako, hautakuwa umetendea Bwana haki katika neno lake. Sasa ndio nakimbia. Tamani nitaka kufika, sijaenda. Mateo wa Yohana 16:7. Yohana 16:7. Yohana ile sura ya 16 mstari wa 7. Yeah. Anasema hivi. Sasa lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Soma. Aya, wewe utajisomea peke yako 8, 9 na 10. Yesu anasema, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yafaa mimi niondoke kwenu, maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali nikienda zangu nitampeleka kwenu. Haleluya. Anayetupa Roho, anayetutia lile Roho ni Bwana mwenyewe. Haleluya. Anayetupa Roho wa Bwana ni Yesu mwenyewe. Msaidizi, neno msaidizi, nisome KJV, Parakletos. Kwa Mjaluo unaweza andika virahisi, manake ni kukumbuka, lakini nikumbuke para. P for papa, A. Umefika kwa nini? KJV. Let me just spell it, alafu tutasoma KJV. P for papa, A for what? Hata nitumie hiyo, tuliambiwa hiyo. A for apple, ama A ile iko na kamukia hivi. Alafu R for radio. Kuna A ingine, kuna K for kilo, kuna L for lima, L for lima,
E for elephant, T for time. Hiyo. Alafu O ni O, si lazima niseme ni nini. O. Yo. Alafu S, Parakletos. Hebu nisome KJV. Mstari wa 7 anasema hivi. Nevertheless I tell you, nevertheless I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the comforter will not come. The word comforter ndio neno msaidizi. Hallelujah. Na comforter origin ama tukisoma the Greek yake ni Parakletos. Hallelujah. Parakletos maana yake ni one who plead one's cause with another. Hallelujah. Sawa, one who plead, yule ambaye atatetea wewe kwa niaba yako kwa mwingine. Hallelujah. Hataongea kuhusu wewe, hata sio wewe ujiwakilishe pale. Ni sawa na kuwa na lawyer, advocate, lakini lawyer wetu wa dunia inafika masaa anasema sasa jisemee. Hallelujah. Jisemee mbele ya my Lord. Parakletos, one who pleads another's cause with one. Yesu ndiye anatulilia. Hallelujah. Yeye ndiye anatutetea. Hallelujah. Yeye ndiye anatusimamia. Yeye ndiye anatulinda. Hahitaji msaada mwingine. Hallelujah. Alipotuokoa alituhamisha kutoka sehemu iliyokuwa ya giza akatuweka katika sehemu ya nuru, katika lile nuru ambako ndiko uzima wa milele. Basi tukiwa pale, Kristo anatulinda. Haleluya. Anatulinda mwenyewe. Roho Mtakatifu anatuhifadhi, anatupa kila ambacho tunahitaji katika mambo yake ya huduma. Hatuitafuti mahali pengine. Haleluya. Assistant, somebody who does exactly what you are to do, but anaifanya kwa niaba yako. Parakletos, assistant. Haleluya. Assistant, an aider. Aider ni mtu ambaye anakusaidia kwa viwango ambavyo wewe mwenyewe haungeweza. Haleluya. Ndio nasikianga aider au sponsors, sijui anaitwa jina gani. Aider, somebody mwenye anakusaidia. A helper. Inaweza kuwa Christ exalted, pleading with God to pardon our sins. Hallelujah. Anatulilia mbele za Bwana ili tukaweze kusamehewa. Parakletos. Matamishi makubwa. Ukitamka mahali pengine mtu anashindwa, huyu ametoka wapi? Toka wapi? Hatukuyajua, bali tumeshirikishwa. Katika kushirikishwa kwetu tumepata kumbe ndiye kweli. Haleluya. Sasa nikitaka kujua kila ambacho babu alinena, ambayo wengine walitranslate kwa Kizungu, inabidi nitafute kile walisema kwanza, walimaanisha nini. Manake dibaj ama kile face ya Biblia inasemanga walijaribu sana kutafuta maneno yenye maana sawa, si ndio? Kumaanisha there was an error. Walijaribu sana kutafuta maneno yenye maana. So kama walijaribu sana, wacha sisi turudi kilimaanisha nini, ndio walibeba ili watupatie kwa njia ambayo wanaona tungeelewa, si ndio? Ndio maana tawi lisilozaa lifanywe nini? Likatwe. No, hiyo yako the accurate. Waliandika walitaka hiyo. Lakini yenye inanukia nje. So, unajua wakati unachukua na likata, unalitupa pale. Verse yenye iko chini inasema nini? Na likikatwa haliwezi zaa tena. Haleluya. So unaona hujaitendea haki. Yes. Yeah. Ama zile nini, kuna wakati na ama jokoa